Hiyo niwakaribishe katika tafakari ya neno la Mungu. Naitwa Gideon Muganda kutoka Kizota, Dodoma. Neno la Mungu katika wiki hii litakuwa lina kichwa kinachosema maombi na maisha ya leo. Maombi na maisha ya leo. Na fungu letu ambalo tutatembea nalo katika kutafakari vipengele kadhaa ambavyo vinahusiana na maombi linatoka katika Mathayo sura ya 11 na fungu la 28 mpaka 30. Somo letu, tafakari zetu zote zitakuwa zikiangazia hayo maeneo. Maneno ya Mungu yanasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi." Maneno haya ndiyo tutakayokuwa tukipitia katika hizi siku chache, na yatakuwa yakituelekeza katika kutafakari kwa undani kuhusiana na maombi. Na kabla hatujaanza somo hili nyeti na muhimu, ni wasihi tuweze kuomba ili Roho wa Mungu ndiye akawe mwalimu kwetu. Baba Mungu mtakatifu, asante kuwa nasi, asante kutuamsha, asante kutupatia fursa nyingine ya kutafakari yale uliyoyaandika kwa ajili ya maisha yetu. Bariki msikilizaji, bariki mtazamaji, ili haya yakawe na kazi ya muhimu ya kutuamsha pale ambapo tumelala. Asante kwa kuwa utakuwa nasi na wewe ni mwaminifu, katika jina lake Yesu Kristo, amina. Tunapozungumza habari ya maombi, nianze kwa kusema ya kwamba somo hili ni nyeti sana katika maisha yetu. Na ni kwa nini maombi yanakuwa ni ya muhimu kwetu? Ni kwa sababu maombi yanahusisha moja kwa moja mawasiliano kati yetu sisi wanadamu ambao ni viumbe na Mungu wetu ambaye ni muumba. Na Mungu wetu huzungumza nasi kupitia neno lake, ikiwa ninamaanisha maandiko matakatifu kwa wale ambao ni Wakristo, lakini kwa wale ambao ni Waislamu, maneno ya Mungu wanayapata kutoka katika Qur'ani tukufu. Na hivyo basi, tunaposikiliza sauti ya Mungu kupitia maandiko matakatifu, yeye kwa mtindo huo anakuwa ameshawasiliana nasi. Na sisi basi tunapaswa tuweze kuzungumza naye, tunapaswa tuweze kuwasiliana naye. Mwitikio wetu kama wanadamu kuhusu neno lake, kuhusu maneno yake, kuhusu ujumbe wake, unakuja kwa njia ya maombi. Sasa ukitumia neno la Kiswahili kwamba omba, neno tu omba linamaanisha ni mtu anawasilisha mahitaji yake. Yanaweza kuwa mahitaji ya kiroho, kimwili, kijamii, kiakili, hata kiuchumi. Lakini tunapotumia neno la Kiingereza la prayer, linakuwa na vipengele kadhaa ambavyo ni kama ambavyo tumeanza kipindi chetu, tukihitaji toba, tukihitaji shukrani, tukihitaji kupeleka yaliyo mahitaji. Kwa hiyo neno omba ni sehemu tu ya ukamilifu wa prayer kwa neno la Kiingereza. Kwa hiyo kama mimi na wewe ni wafuasi wa Mungu, tumepaswa siku zote kuelewa ya kwamba mawasiliano yetu na Mungu yamepaswa kuwa mawasiliano ya kudumu. Ikiwa ni mtandao, haupaswi kuwa ni mtandao ambao unakatakata. Ni mawasiliano ambayo yanaanzishwa kwa kusudi maalum na pia kwa lengo la kudumisha
uhusiano wetu na Mungu. Mahali fulani katika Biblia tunasoma ya kwamba ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma haimaanishi kwamba wewe tangu kulipokucha, kunapokucha, mchana kutwa, usiku wake, wewe umekaa tu unaomba, ufanyi kazi, unaomba tu. Hapana. Neno la Mungu lenyewe linasema asiyefanya kazi asile. Sasa haiwezekani ukajikita katika kuomba na bado ukawa salama. Maana yake ni nini? Ni ile constant relationship, communication na Mungu wetu. Yaani muda wote, hata kama uko kazini, uko jikoni, uko kwenye biashara, mawasiliano yako na Mungu yaweze kudumu. Sasa tunapoingia katika utangulizi wa somo letu, Yesu anapowaambia wanafunzi wake na makutano wanaomsikiliza ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anamaanisha hili jambo ni mwanadamu siku zote amepaswa aende kwake. Sasa utawezaje kwenda kwake? Ni kwa njia ya kudumisha mahusiano yako na Mungu. Haya mahusiano yataimarishwaje? Ni kwa njia ya wewe kusikiliza sauti yake, lakini kwa njia ya wewe kuzungumza na yeye kupitia maombi. Na maombi yanakujaje au prayers zinafanyikaje? Ni pale ambapo wewe na mimi tunapokuwa na nyakati ambazo tutazungumza na Mungu katika mazingira yaliyo rasmi au yasiyo rasmi. Maana yake ni nini? Yaweza kuwa ni ibada kama hii. Hapo nimejituni kusikiliza sauti ya Mungu kupitia mnenaji wa siku hiyo, lakini pia kuna sehemu ambayo tunapeleka shukrani zetu, toba zetu na mahitaji yetu kwa Mungu. Na hiyo inamaanisha nini? Hata uendapo katika ibada, wengine walienda ibada siku ya Ijumaa, wengine tulienda siku ya Sabato jana Jumamosi, na wengine yumkini wanakwenda katika ibada siku ya leo. Hawa wote hawafanyi jambo jingine. Lengo lao la juu la muda mrefu kwanza ni kuonana na Mungu wao, kukutana na yeye Yesu anaporudi mara ya pili. Sasa katika mchakato huo wa kuhitaji kukutana na Mungu, ndipo wanatakiwa wasome neno la Mungu, waombe, wapeleke mahitaji yao kwa Mungu. Hivyo tunapotafakari utangulizi huu katika siku ya leo, elewa ya kwamba Yesu anapowaita watu, anaponiita mimi na wewe, ina maana anazifahamu changamoto tunazozipitia kiroho, kimwili, kiakili, kijamii. Anaelewa ya kwamba tuko katika masumbuko, tunahangaika, tunapambana ili maisha yaweze kuwa na wepesi. Na anachokisema katika fungu hili, uzuri akuwa specific, amekuwa wazi, ameacha uwanja mkubwa. Akusema msumbukao na jambo fulani. Ina maana mwanadamu katika maisha yake, yeye amezingirwa na maisha ambayo yana mizigo, ambayo yana changamoto, na anatoa ahadi ya kwamba yeye tunapokwenda kwake yu tayari kutupumzisha. Kwa hiyo katika hizi siku 6-7 tuelewe kwamba tutaenda kuangalia japo kwa ufupi. Somo hili ni pana, haliwezi likakamilika katika siku 7, lakini kwa uchache tutaweza kuangalia kwa nini maombi. Kwa siku ya kwanza hii tumeangalia ya kwamba Mungu anatuita
Yaani sisi ndio wahitaji, sisi ndio wenye shida, lakini bado Mungu ameiona hiyo shida tuliomo na ametuita, ametukaribisha. Neno njoni kama linavyotumiwa katika Biblia, mara nyingi lilipotamkwa, lilipoandikwa, liligusa kumweka mwanadamu katika mazingira ya usalama, mazingira ya amani, mazingira yenye utulivu. Tunapoangazia maombi, tunahitaji kuelewa ya kwamba Mungu anatuita na anahitaji tuweze kwenda kwake. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, elewa ya kwamba katika wiki hii unahitaji kubadilisha mtazamo, unahitaji kufanya uamsho wa maisha ya mahusiano yako na Mungu, hasa ukielewa ya kwamba maombi ni kiunganishi kati ya sisi na muumbaji wetu. Maombi yanatuinua sisi kwenda kwa Mungu, ikiwa inamaanisha mawazo yetu, fikra zetu, mipango yetu inainuliwa kupitia maombi kwenda kwa Mungu wetu. Maombi hayamshushi Mungu kushuka kwetu, kwa sababu hata hivyo yeye anaelewa yaliyo mahitaji yetu. Anachokihitaji kutoka kwetu ni kutambua, kurecognize nguvu, uwezo wake, uwepo wake kwetu, ili tuweze kufanya na kuchukua hatua. Kwa hiyo siku zote elewa, ninapoenda kumuomba Mungu ombi jepesi, abariki chakula, tayari Mungu mpaka kakileta mbele yako ameshafanya mambo makubwa sana. Anachohitaji ni wewe kuonyesha moyo wa shukrani kwa kile alichokileta kwako. Iwe ni kazini, iwe ni shambani, iwe ni katika biashara. Elewa, tunapoomba, tunapofanya prayers, toba, msamaha, maungamo, shukrani, kupeleka mahitaji, tunatambua uwezo na uwepo wa Mungu maishani mwetu. Tunapohitimisha somo la leo, hebu lichukue binafsi. Jiulize, ni mara ngapi umekuwa na maombi ya mwendelezo? Umekuwa na mnyororo na continuity katika kuomba kwako. Usalama wa muumini yoyote anayemwamini Mungu ni kule kuwa karibu na Mungu wake binafsi. Nimekuwa nikisisitiza hili, nikimaanisha ya kwamba ibada kama hii ni nzuri, lakini mambo binafsi, maisha binafsi ya Mkristo au muumini ni ya kwake na Mungu wake. Hivyo imepaswa tuwe na mwendelezo wa maombi ya kwako mwenyewe na Mungu wako, nguvu ya pamoja ya mtu mmoja mmoja anapoomba. Kama ni mwanasemezana, wote tukijikita katika maombi mmoja mmoja, kundi litakuwa na nguvu. Lakini tukiwa na maombi yale yaliyo rasmi tu katika ibada kama hizi, hatutakuwa kamwe. Elewa, uwe tayari kwa muda wowote kwa maombi yaliyo katika mazingira rasmi na yasiyo rasmi. Mungu akubariki tunapokuwa na mianzo hii, katika jina lake Yesu Kristo. Amina.